Mpenzi mtazamaji wa makala yetu ya leo. Leo hii tutakwenda kuangazia mafanikio mbalimbali kutokana na uwepo wa mabaraza ya watoto katika kata ya Ngokolo, manispaa ya Shinyanga, mkoa wa Shinyanga, nchini Tanzania. Mabaraza ya watoto yanatajwa kuwa chachu ya mabadiliko kwenye jamii kwa sababu kupitia mabaraza hayo sauti za watoto sasa zinasikika kwa serikali na hatua za kutatua changamoto mbalimbali zinazowakabili watoto zinachukuliwa. Leo tutajikita katika kata ya Ngokolo ambayo ina mabaraza ya watoto ambayo yameundwa kwa kufuata mwongozo wa uundaji wa mabaraza ya watoto ya mwaka 2022. Rafiki SDO inatekeleza mradi wa kuimarisha mabaraza ya watoto mkua kwa ufadhili wa Swedish International Development Cooperation Agency SIDA kupitia shirika la Save the Children International na utekelezwa wilaya 3 ambazo ni Kahama, manispaa ya Shinyanga na halmashauri ya wilaya ya Shinyanga. Mradi huu unafadhiliwa na SIDA ukiwa na lengo la kuimarisha mabaraza ya watoto ili waweze kutetea haki zao na kutimiza wajibu wao. Rafaeli Charles Joseph ni mwenyekiti wa baraza la watoto, pia ni mwenyekiti wa baraza hilo manispaa ya Shinyanga. Anaeleza jinsi walivyoibua changamoto katika kata ya Ngokolo na serikali kuzifanyia kazi baadhi ya changamoto hizo. Jina langu mimi ni Rafaeli Charles Joseph, ni mwenyekiti wa baraza la watoto Tanzania, lakini pia ni mwenyekiti wa baraza la watoto mkoa wa Shinyanga, na pia ni mwenyekiti wa baraza la watoto halmashauri ya manispaa ya Shinyanga. Tumekuja kuangalia siku ya leo ni kwa namna gani sasa hayo maazimio tuliyoweka ni mangapi yametekelezwa na yametekelezwa kwa kiwango gani. Kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo tulikuwa tumeyaweka ni pamoja na swala la upatikanaji wa vyoo mashuleni, ambapo tuliibua changamoto katika shule ya Mapinduzi kulikuwa kuna uhaba wa vyoo, kulikuwa kuna matundu mawili tu ya vyoo, lakini leo tumekuja kukaa kwenye kikao na tumekuta matundu yameongezeka na kufikia matundu 6. Lakini mafanikio mengine au changamoto nyingine ambayo tuliibua na imetekelezwa ni kuhusiana na upatikanaji wa taulo za kike kwa wasichana. Taulo hizo zilikuwa ni changamoto sana, lakini kutokana na maoni tuliyotoa, watoto wanaweza kupewa elimu lakini pia mafunzo namna ya kutengeneza sodo, ambapo tatizo hilo limetekelezwa kwa kiwango kikubwa. Wito wangu kwa serikali ni kuhakikisha kwamba mabaraza ya watoto yanaendelezwa. Naishukuru serikali yangu kwa sababu mabaraza ya watoto yameweza kuundwa lakini bado hayajaendelezwa. Kwa hiyo wito wangu mkubwa kwa serikali ni kuhakikisha kwamba mabaraza yaliyoundwa yanaendelezwa, kwa sababu mabaraza yana faida kubwa sana. Ukiangalia leo kikao kimeendeshwa lakini wameshiriki viongozi wa baraza, lakini tunashiriki kwenye maeneo mbalimbali. Katika kuna jambo ambalo tunasema watoto, baraza la watoto tunahusika moja kwa moja, kwa sababu ndio chombo ambacho tunatumia kama jukwaa la kuweza kuwasilisha masuala mbalimbali ambayo yanatuhusu. Wajumbe wa mabaraza ya watoto wanaeleza manufaa ya uwepo wa mabaraza ya watoto kuanzia ngazi ya kijiji, mtaa hadi ngazi ya taifa. Kwa majina yangu naitwa Salma Mali Saidi, kutoka shule ya msingi Mapinduzi B, nasoma darasa la 6. Kwa elimu niliyojifunza leo hapa kwenye ofisi za Rafiki SDO ni watoto tuwe na ujasiri wa kutoa taarifa wanapofanywa kitendo cha ukatili. Kuna watoto wengine wanafanywa kitendo cha ukatili hawasemi, inakuwa inawaathiri kiakili na kisaikolojia. Kwa hiyo hii elimu ni nzuri. Pia hata sisi tulioshiriki leo tukatoa na huko mashuleni na majumbani ili watoto wasiweze kufanywa ukatili wa kijinsia. Wapo mabaraza mashuleni ni unatusaidia kwa mtoto unakuwa, kuna wengine wanakuwa wana shida, wanakupa kwenda kusema kwa wazazi au kwa watu au kwa wazazi wale wao. Kwenye mabaraza ya mashuleni yanasaidia sana, nakuta mtoto mwenzako anakuwa na changamoto. Kwa hiyo anakuja hapo shuleni kwenye mabaraza, anawaambia shida yake na sisi wanabaraza tunajua namna kulitatua. Kwa jina naitwa Ike
Emmanuel, nasoma darasa la 6 shule ya msingi Mapinduzi B. Mimi ni mjumbe katika baraza la manispaa ya Shinyanga na pia ni mwanahabari. Katika hii elimu tuliyoletea Rafiki SDO imetuwezesha sisi wasichana kuwa confidence, kwa sababu yenyewe inatuelekeza jinsi ya kutengeneza soda, ambapo wanafunzi wengi waliopita walikuwa wanashindwa kwenda shule kwa sababu walikuwa wanaogopa wakichafuka wanafunzi wenzao watawacheka. Lakini kutokana na elimu hii ya Rafiki SDO imetuwezesha sana kwa kutengeneza soda, na pia wanafunzi wengi wanaweza kuja shule. Tarehe 11 Mei walitualika kwa ajili ya kutoa changamoto zetu za tulikuwa tuna vyoo, tulikuwa tuna madawati. Kwa hiyo leo tumekutanisha nao, na pia serikali imekuwa ikiwajibika sana katika kutupatia changamoto tunazozipata. Kwa hiyo tunasema asante. Na pia unapopata ukatili, mtoto wa kike au mtoto wa kiume, unaruhusiwa kwenda kutoa taarifa polisi. Ukienda polisi unakutana na dawati la jinsia la watoto, au mzazi au mlezi au kwa mwalimu wako. Kwa majina naitwa Catherine Abel Daudi, nasoma shule ya msingi Mapinduzi A, darasa la 6. Mimi kama mjumbe wa baraza la watoto manispaa, na washauri watoto wenzangu waendelee kuwa bora zaidi kutoa elimu, kwa sababu watoto wengi sana wamekuwa wakifanyiwa ukatili wa kingono, wa kijinsia na kisaikolojia na kushindwa kutoa taarifa. Shule ya msingi Mapinduzi B ni moja ya shule iliyopata matokeo chanya kutokana na mabaraza ya watoto. Jafeti Jason ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi Mapinduzi B. Shule hii ilianza ikiwa na matundu ya vyoo yalikuwa 6. Wakati huo watoto wa kiume walikuwa wanatumia matundu 3 na watoto wa kike walikuwa wanatumia matundu 3, na walimu walikuwa na matundu 2. Kadiri siku zilivyokuwa zinakwenda, shule hii ikawa na upungufu mkubwa sana kwa matundu ya vyoo, ambapo matundu ya vyoo 6 yaliyokuwepo yalikuwa ni ya kipindi cha nyuma, sio ya kisasa. Hivyo yote yalikolapse, yaliziba, yalifikia kikomo chake. Baada ya hapo, walimu waliokuwa wakitumia matundu 2 kabidi waapishe wanafunzi, ili wanafunzi hao shule nzima waweze kutumia hayo matundu. Baada ya hapo ndo mimi nikahamishiwa hapa shule ya msingi Mapinduzi B. Tukapata wafadhili wa kutufadhili kwa kutumia hisani ya jamii. Tukapata matundu 4 ya wasichana. Wavulana wakaendelea kutumia matundu 2 ya awali, wasichana wakawa wanatumia matundu 4. Baada ya hapo kidogo tukapata tena wakina mama 9 ambao walitufadhili kupata chumba maalum cha wasichana, ambacho hiki chumba kilikalimu milioni 3,918,000, ambacho kilizinduliwa na mkuu wa wilaya. Baada ya hapo mpaka sasa wanafunzi wa kiume wanatumia matundu 2, wasichana wanatumia matundu 4. Ukilinganisha na idadi ya wanafunzi kwa mujibu wa sensa elimu msingi, wanafunzi wa shule ya Mapinduzi B ni 1142, wakiwa wavulana ni 552, hao wengine 593. Matundu hapa yaliyopo hayatoshi. Tuna uhitaji wa matundu kwa uwiano wa wanafunzi. Watoto wa kiume tundu moja natakiwa watumie wanafunzi 20. Watoto wa kike tundu moja natakiwa watumie wanafunzi 25. Kwa uwiano huo basi tunahitaji matundu 50 ili kuweza kukidhi idadi ya wanafunzi. Yaliyopo kwa sasa ya kike ni 6 na 2 ya kiume. Kwa hiyo tuna upungufu wa matundu ya vyoo 44. Swala la umeme, shule tangia imeanza miaka 20 haikuwa na umeme. Mimi nilipofika hapa mwaka jana nimeliona hilo ni changamoto, kuona shule ambayo iko mjini alafu kwa muda mrefu miaka 20 haina umeme. Ikabidi niite kamati ya shule, tuweke mipango kazi, vipaumbele ni vipi vya shule, ni pamoja na umeme. Hilo swala la umeme, fedha tukajaribu kubana hela ambayo inatokana na serikali kwa maana capitation grant. Tukawa tunaweka kidogo kidogo mpaka imefikia 784, tukaweza kuunganisha umeme shuleni. Hiyo ndio gharama iliyotumika kuunganisha umeme shuleni, na mpaka sasa hivi shule yetu
angalau ina umeme, japo si kwa madarasa yote. Tumeanzia ofisi ya mwalimu mkuu na ofisi ya walimu. Kwa majina naitwa Ika Emmanuel, nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Mapinduzi B. Mimi ni mjumbe katika baraza la wilaya na kata, na pia ni mwanahabari katika baraza la wilaya. Pamoja na viongozi wa serikali na Rafiki SDO, imekuwa ikitusaidia sana katika ujengaji wa choo, kwa sababu alitukutanisha siku ya tarehe 11 kwa ajili ya kupaza sauti zetu, changamoto zetu ikiwemo ya vyoo kwa Rafiki SDO na viongozi wa serikali. Ilikuwa kwamba tulikuwa tunahitaji vyoo sana, kwa sababu watoto zamani walikuwa wakiogopa akifika kwenye siku zao hawawezi kuja shule, wanaogopa wanafunzi wenzao watawacheka kwa sababu wameingia kwa siku zao. Lakini kushirikiana na Rafiki SDO pamoja na viongozi wa serikali walitujengea vyoo ambavyo wavulana vilivyokamilika ni 2 na wasichana vilivyokamilika ni 4. Tunashukuru sana Rafiki SDO pamoja na viongozi wa serikali kwa kutujengea vyoo, kwa maana ametusaidia sana. Wanafunzi walikuwa wakiogopa sana. Kwa hiyo tunatoa wito tujitolee kama viongozi wenzetu wanavyojitolea, na sisi pia tunawaahidi kwamba vyoo tulivyojengewa tutavitunza, tutavihifadhi kama tulivyowaomba. Vilevile shule ya msingi Mwadui nayo imeweza kunufaika. Mwalimu Felix Deogratius ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi Mwadui. Uwepo wa mabaraza ya wanafunzi umetusaidia sana, kwa sababu wameibua hoja nyingi ambazo uongozi wa shule pamoja na serikali kwa jumla imefanyia kazi. Baadhi ya hoja hizo ni kulikuwepo kuna upungufu wa vyoo. Wanafunzi walilalamika kwamba vyoo vimekuwa ni vichache. Kwa hiyo nayo hoja ikafanywa kazi, tukaweza kujengewa vyoo matundu 3. Lakini pia uwepo wa mabaraza ya shule umesaidia kuhakikisha kwamba kunakuwepo vifaa vya kufanyia usafi. Awali ya yote hapo wanafunzi walilalamika kwamba vifaa vya kufanyia usafi vimekuwa ni chache. Kwa hivyo tukatekeleza na tukaviweka. Lakini pia upungufu wa madarasa, kwa mfano mahitaji yetu ni vyumba 30, lakini tuna vyumba 20 ambavyo miongoni mwao serikali kupitia chanzo cha serikali kuu tumeweza kupata vyumba 2, kwa hivyo kuweza kupunguza upungufu wa vyumba. Lakini pia tumeimarisha usafi, ukarabati vyumba 2 vya madarasa kwa ajili ya kukidhi wanafunzi wenye mahitaji maalum, kwa kuwa shule hii ni shule jumuishi. Licha ya shule za msingi kunufaika na mradi huo, vilevile umesaidia katika shule ya sekondari Ngokolo, ambapo wanafunzi pamoja na walimu wanaeleza jinsi gani changamoto zimetatuliwa, ikiwemo swala la utoaji elimu ya utengenezaji wa sodo, yani taulo za kike, pamoja na namna serikali inavyotatua changamoto ya uhaba wa walimu shuleni hapo. Tulikuwa pia na changamoto ya upungufu wa walimu, kwani shule yetu mpaka sasa ina jumla ya wanafunzi 1531, na ukiangalia idadi ya walimu tuliokuwa nao tulikuwa na walimu 29, lakini mpaka sasa tuna jumla ya walimu 33. Hivyo basi hiyo imetusaidia kuweza kukabiliana na changamoto ya upungufu wa walimu. Tunashukuru mradi huu kwa sababu hiyo ni miongoni mwa changamoto ambayo ilibebwa na mradi. Elimu tumepata kutoka katika taasisi mbalimbali, ikiwepo taasisi ya Fadhila Matata, wafika kuelekeza wanafunzi namna ya matumizi ya sodo, lakini pia walijaribu kuwajengea uwezo wanafunzi, na sisi walimu pia tunawajengea uwezo wanafunzi kwamba hiki ambacho ile tatizo la hedhi sasa sio siri tena, ni swala ambalo tu linatakiwa liwe wazi, ili basi iwe rahisi kwa ajili ya wanafunzi kusaidiwa namna gani ya kujistiri. Kwa majina anaitwa Veronica Charles, natokea katika shule ya Ngokolo Secondary School. Mimi ni mwanafunzi wa kidato cha 3. Umuhimu wa sodo hapa shuleni tangu ulipoanzishwa umesaidia kwa kiasi kikubwa hasa kwa wanafunzi wa kike. Kwanza umeongeza ufaulu hapa shuleni. Kabla hatujaletewa hiyo system ya kutengeneza sodo, wanafunzi wengi walikuwa hawafiki shuleni kwa sababu walipokuwa katika hedhi walikuwa wengine hawana uwezo ule wa kununua. Jina naitwa Elfrida Muyanga, nasomea katika shule ya sekondari Ngokolo. Tunafungua
hii ni chupi yetu, hii ni soda yetu ambayo tumemaliza kutengeneza sasa hivi. Tunaweka kwenye chupi, tunaiweka. Tukishamaliza kuweka tunabana. Hapa tayari soda yetu inakuwa imekamilika na mwanamke anaweza stili. Lakini hii soda ambayo tumetengeneza imetusaidia sisi wanafunzi. Kwa mfano, wale wanafunzi ambao wazazi wao hawana kipato kwa ajili ya kuanulia taulo za kike zile zinazopatikana madukani ambazo ni special. Hii imewasaidia wale wanafunzi ambapo mwanafunzi anaweza kujitengenezea mwenyewe na akaitumia akaivaa. Elimu pia imewapatia wavulana ili kuondoa fikra potofu juu ya ushirikishwaji wa watoto wa kiume katika utatuzi wa changamoto baina yao ikiwemo utengenezaji wa sodo. Sisi kama wavulana tumelipokea, tulipopata hiyo elimu tumeona kama jambo la kawaida na tumeona kwamba inaweza kuwa na manufaa kwa watoto wa kike. Kwa hiyo sisi tumeona tuwasaidie ili wanapokuwa wanapata shida tuweze labda kumtengenezea na kumpatia ili aweze kujistiri. Je, nini hasa mapokeo ya viongozi wa serikali juu ya mradi wa Mkua? Gaudiozi Mombeki ni mwenyekiti wa mtaa wa Ngokolo. Chagura Charles ni kaimu mkurugenzi manispaa ya Shinyanga, na mwalimu Judith Kagembe ni kaimu afisa elimu division ya awali msingi manispaa ya Shinyanga. Mradi huu umetusaidia kuelewa kwanza hali ya mazingira ya wanafunzi wanapokuwa shuleni yakoje. Pili, tumejua mahusiano kati ya mwalimu na wanafunzi yakoje. Pili, tumebaini mapungufu kati ya wazazi na wanafunzi wanaokwenda shule. Wanakosa kuweka mahitaji gani vinavyokuja kuwasili mwanafunzi. Lakini twende moja kwa moja kwenye dhana ya mabaraza haya. Wanajaribu kuibua mapungufu ya serikali au watendaji wa sekta za elimu na pamoja kwa ujumla. Ukiangalia namna wanavyofundishwa, namna wanavyopata lishe mashuleni, namna wanavyopata usafiri kurudi majumbani, namna maisha yao yanavyokuwa hali halisi kuanzia saa 1:30 mpaka saa 10. Mabaraza ya watoto yanatusaidia sana kutoa elimu kwa jamii. Mabaraza ya watoto kama watoto wanakuwa ni maagenti kwa watoto wenzao katika shule wanazotoka, kufikisha taarifa mbalimbali ambapo sisi serikali tunazifanya, ikiwemo ujenzi wa miundombinu mbalimbali katika shule zetu za msingi, kwenye vituo vya afya, hospitali na zahanati. Lakini mikakati yetu serikali katika upigaji vita ukatili wa kijinsia, unyanyasaji wa watoto na mengineyo. Pia mabaraza yetu ya watoto yanatusaidia kujua haki za watoto, ikiwemo haki za kupata elimu, haki za kupata mahitaji muhimu kama tiba, na mahali pa kuripoti wanapofanywa vitendo vya ukatili na watu wazima, si vya kubakwa au kulawitiwa tu, bali hata vya kunyimwa chakula na wazazi wao, kupigwa na kufanyiwa vidonda, ikiwa kama fundisho, wakati kumbe unaharibu akili ya mtoto na mwelekeo wake wa hapo baadaye. Kwa hiyo mabaraza ya watoto sisi serikali yanatujenga, pia sisi yanatuamsha na kuangalia changamoto zipi tumezipata kupitia watoto wanazoziibua. Kwa mfano ukosefu wa madawati au miundombinu ya vyumba vya madarasa pamoja na vyoo, upungufu wa walimu. Yanapoelezwa kupitia kwenye vikao vya baraza la watoto, sisi kama serikali tunachukua hatua hapo hapo. Kwanza tunashukuru sana kwa kiasi kikubwa uwepo wa haya mabaraza ya watoto. Yamewasaidia watoto kwanza wao wenyewe kujitambua na kuweza kujua haki zao za msingi ni zipi, na wanapopata changamoto ni waanzie wapi kwa ajili ya kuzipeleka kuzitatulia. Lakini sambamba na hilo, kumekuwa na ubainishaji wa watoto hawa wenye mahitaji maalum, hususani katika ngazi ya jamii. Kumekuwa na matangazo mbalimbali
kupitia wanafunzi wetu hawa warudipo nyumbani huwa wanapeleka taarifa kwa ndugu, jamaa na marafiki kuhusiana na masuala mazima ya uandikishaji wa watoto hawa wenye changamoto ya mahitaji maalum. Pamoja na hayo, kuna viongozi wa kata, watendaji, viongozi wa vitongoji, mitaa. Wao pia wameweza kushirikishwa kwa kupewa elimu ya kuweza kufanya ubainishaji, na pindi watoto wanapopatikana basi hupelekwa, hukusanywa na kuchukuliwa pamoja na wazazi. Wazazi wanapewa elimu husika ya kuondoa unyanyapaa dhidi ya hawa watoto, kwamba hawa kwa kuwa ni mlemavu hana haki ya elimu. Kwa ujumla tumepata mafunzo ya elimu jumuishi. Tuko walimu 20 katika shule ya msingi Mwadui, na wote tumeweza kupata mafunzo haya. Mafunzo hayo yametusaidia, cha kwanza yametusaidia kuibua watoto ambao wako mtaani, ambao walikuwa hawana wazazi, walikuwa hawana mpango wa kuwaleta mashuleni. Tumeweza kuwaelimisha wazazi na kuwaleta wale watoto ambao wana mahitaji maalum. Pili, tumeweza kuwatambua hata wengine kutokana na mafunzo tuliyopata. Kuna ambao tumewagundua wakiwa Sospita Edson ambaye ni afisa ufuatiliaji na tathmini kutoka shirika la Rafiki SDO anasema kuwa serikali na wadau mbalimbali wa maendeleo sasa waendelee kuungana pamoja kwa lengo la kulinda haki za watoto na kuomba mradi huo kufikia kata zote za manispaa ya Shinyanga. Kupitia mafanikio ambayo tumeyaona katika kata ya Ngokoro, shule ya msingi Mapinduzi B, lakini tumeona katika shule ya sekondari Ngokoro na shule ya Mwadui, ni nafasi sasa ya kipekee kuweza kuiomba serikali na wadau mbalimbali wa maendeleo na wafadhili kutoka ndani na nje ya nchi kuendelea kuliona hili kwa ukubwa, kwa sababu kwa kata moja tumefanya, lakini tumeona mafanikio makubwa ambayo yamechangia kulinda haki ya mtoto, lakini pia kuongeza uwajibikaji wa walimu, ikiwepo mazingira mazuri ya watoto wenye mahitaji maalum kuboreshwa, na walimu pia 20 kupewa mafunzo kwa ajili ya kuwafundisha watoto hawa kwa kufata namna ambayo inastahili, namna mitaala inavyoelekeza, na namna sahihi ambayo inaweza kumfanya mtoto yule aweze kupata elimu kutokana na mahitaji alionayo. Ombi ambalo ni kubwa zaidi kwa serikali ni kuendelea kufanya kutoa msaada na kusikiliza sauti za watoto katika mabaraza mbalimbali ndani ya halmashauri ya manispaa ya Shinyanga, ili tuweze kufikia kata zote, kwa sababu kupitia wajibikaji huu na utaratibu huu wa kukaa na mabaraza ya watoto tumeona imesaidia kwa kiwango kikubwa katika kata ya Ngokoro, na tungependa sasa tuone katika kata zingine tuendelee kushirikiana, serikali, jamii, lakini wadau mbalimbali akiwemo Rafiki SDO, ili kuona kwamba katika kata zingine pia matatizo kama haya yakiibuliwa, basi serikali yapate kwa urahisi na iweze kuyafanyia kazi kwa ajili ya ustawi na maendeleo ya mtoto. Aidha, mkurugenzi wa Rafiki CDO Gerardi Esi Ngonga amesema kuwa wanaendelea kuweka mazingira rafiki kwa ajili ya watoto katika sekta ya elimu. Katika dhana ya ushirikishwaji, moja kati ya mambo ya msingi hasa katika elimu, tunaweka mazingira na miundombinu kwa ajili ya watoto wetu. Na dhana hii ya ushirikishwaji kwa mkoa wa Shinyanga kupitia shirika Rafiki SDO na ushirikiano tulio nao, tumefanya mambo mazuri sana. Ngokoro sekondari tumewahi kutoa binti pale mzuri kabisa. Alikuwa anafanya vizuri sana kwenye sayansi. Alienda mbali sana yule binti. Kupitia mabaraza haya mpaka mikutano ya taifa tumeenda naye. Alituwakilisha vema sana. Tumekuwa na watoto katika shule za msingi Mapinduzi, tumetoa watoto wengi. Ngokoro pale tumetoa. So katika Ndara tumetoa wenye viti, tumetoa wahasibu, wajumbe, na wanafanya vizuri. Na katika wenye viti wa miaka hiyo, wengi sana walikuwa nafikia hatua kupata sponsorship kupitia shughuli za baraza, kwa sababu watoto wanaonyesha uwezo wa kutenda, uwezo wa kushiriki, kuthamini kile kitu. Kwa kupitia mijadala ya baraza wanawiwa kufanya mambo makubwa.
Lakini B yake kuna masuala ya uwajibikaji. Tunapojenga miundombinu kwa ajili ya watoto wetu, watu wa kwanza wa kulinda miundombinu ni mtoto mwenyewe. Je, tunawafundisha kulinda miundombinu?